Katika siku hii ya leo tena tunalo somo zuri katika sehemu yake ya pili, uhuru. Je, kuna uhuru usiokuwa na mipaka? Na kabla hatujaanza, ninawasihi tuweze kufanya dua, maombi, ili Mwenyezi Mungu awe pamoja nasi tena. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana katika masaa haya. Asante kwa fadhili zako. Tunakushukuru kwa kuwa hata siku hii ya leo ni wema wako na fadhili zako tu umetujalia kufika tena hapa. Waja wako ambao tu umetupatia rehema kuweza kusikiza sauti yako na maneno yako. Kwa kuwa wewe ni Mungu wa wote wenye mwili, ambaye hauzuiliwi na mipaka ya kibinadamu. Kwa neno lako na vitabu vyako vitukufu, tunakusihi unene nasi tena katika jioni ya leo, kama ambavyo umekuwa ukiwaelekeza baba zetu wa imani katika njia iliyonyoka na kuyafanya mapenzi yako. Vivyo hivyo nasi tunaomba mkono wako uli wenye rehema uwe pamoja nasi. Asante kwa kuwa ahadi zako ni za kweli. Katika jina lako tunaomba Yesu Masihi, amen. Sasa niombe kuona wale wageni ambao siku hii ya leo wametutembelea tena. Wale wageni tu ambao wametutembelea, unaweza ukanyosha mkono popote ulipo. Asante sana rafiki yangu, asante sana dada yangu, asante sana. Wako wageni kadhaa ambao wametutembelea. Je, niulize swali lingine tu fupi kabisa. Mnaweza mkapita mbele hapa kwa ajili ya zawadi zenu. Kuna wengine pia walikuja jana, hatukubahatika kuwapatia zawadi zenu, na hivyo niwakaribishe ikiwa itawapendeza kupita tu mbele kwa ajili ya zawadi ambazo zimeandaliwa kwa ajili yenu. Karibuni sana tu, tembeni, msiogope. Wale wenyeji mnaweza mkawaongoza. Tembeni tu, mje, msiogope wakati Pastor Mahozi anawapatieni zawadi hizo. Asante sana rafiki yangu. Je, kuna mwingine? Wale mama zangu na dada zangu, tembeni tu, msiogope. Ni zawadi kwa ajili yenu na sio kwa ajili ya mtu mwingine. Wala ambao hata jana hawakuwepo, bado zilitunzwa kwa sababu ya muda, na hivyo usiogope kuja kuchukua, maana ni kwa ajili yako. Keni tuwapo kwa Pastor Mahozi, atawapatieni kila mmoja zawadi yake. Mbarikiwe sana. Mbarikiwe sana. Na kama kuna rafiki yako ungependa kumchukulia, usiogope pia. Usisite kumpatia zawadi yake. Usisite kumpatia. Je, wameisha? Wameisha? Basi Mwenyezi Mungu awabariki sana na wajalieni rehema zake. Sasa nikualike tu kwa muda mfupi ambao umesalia katika siku hii ya leo, tuweze kuchunguza kwa kifupi sana katika harakati ama katika maelekezo ya Mwenyezi Mungu ambayo bado aliendelea kumpatia mja wake Nabii Musa, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake. Na kama ambavyo tumeanza kuona tangu jana, Mwenyezi Mungu wakati akiwa anampatieni maelekezo Nabii Musa kwa ajili ya kikundi ya mataifa la Bani Israeli, kila wakati walipokuwa wakifika hatua kadha wa kadha, bado Mwenyezi Mungu aliendelea kunena naye, kwa sababu bado alikuwa akipenda wanadamu wote chini ya jua. Na hii imekuwa ni tabia yake kwa kila mwanadamu anayeamini. Yaani ni ajabu sana. Leo mwanadamu anaweza kapata jeuri ya kutompenda Mungu baada ya mafanikio au baada ya mambo kadha wa kadha katika maisha yake. Lakini daima hii sio tabia ya Mwenyezi Mungu kwa watoto wake. Wale tu ambao watakuwa wameonyesha imani yao kwake, bado atawapokea kwa mikono yake miwili. Hata kama watakuwa wamevuka mipaka aliyowaelekezeni, kama watarejea na kuomba maghfira kwa Mwenyezi Mungu, bado atawapokea. Maana yeye ni Mungu wa rehema, yeye ni Mungu wa upendo kwa waja wake wote, wale tu ambao imani yao wanaikita kwake.
Sasa msomaji, hebu nipatie Taurati ya Musa ya kitabu cha Kutoka ile sura ya 19 na ile aya ya kwanza mpaka ya 4 pale. Soma pale msomaji. Maneno yameandikwa. Anasema mwezi wa 3 baada ya kutoka Waisraeli. Ilikuwa ni mwezi wa 3 baada ya wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri. Katika nchi ya Misri. Siku hiyo hiyo wakafika jangwa la Sinai. Siku hiyo hiyo wakafika jangwa la Sinai. Nao walipokuwa wameondoka Refidimu, ndio, na kufikia jangwa la Sinai. Kufika jangwa la Sinai, wakatua katika lile jangwa. Walipokuwa wakiondoka kule Refidimu wakielekea jangwa la Sinai, walipofika katika jangwa la Sinai wakatua katika lile jangwa. Ndio msomaji. Israeli wakapiga kambi huko. Bani Israeli walipofika katika jangwa la Sinai, mlima Sinai, wakapiga kambi katika jangwa la Sinai. Naam, wakiukabili mlima. Ndio. Musa akapanda kwa Mungu. Nabii Musa akapanda kwa Mungu. Na Mungu akamuita toka mlima ule. Mwenyezi Mungu akamuita kutoka katika mlima ule wa Sinai. Akisema, utawaambia nyumba ya Yakobo na kuarifu wana wa Israeli. Maneno haya. Mmeona jinsi nilivyowatendea. Na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya juu ya nini msomaji? Ya mbawa za tai. Mbawa za tai. Nikawaleta ninyi kwangu mimi. Nikawaleteni kwangu mimi. Naam. Sasa maneno ama haki ya Mwenyezi Mungu inasema ya kwamba wakati Nabii Musa, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake, akiwa kiongozi ama nabii katika taifa la Israeli, akiongoza taifa kutoka Refidimu kwenda Sinai. Na saa hiyo wakiwa wamekabiri, inasema Torati, walipokuwa wamefika katika mlima Sinai wakapiga kambi wakikabiri ule mlima Sinai. Sasa katikati ya kundi lile Mwenyezi Mungu akamuita Musa. Neno linasema akamuita kwa Mungu katika mlima. Na ndiposa Musa akaitwa akapanda mlimani. Sasa alipopanda mlimani, Mwenyezi Mungu anasema akamwambia maneno haya yote. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alimtoa katikati ya watu akaumweka kwa mlima. Hebu msomaji soma ile aya ya 6 mpaka ya 9 pale. Ya 6 inasema, ndio, nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani. Nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa Bwana. Na taifa takatifu. Taifa takatifu. Hayo ndiyo maneno utakayowaambia wana wa Israeli. Hayo ndiyo maneno utakayowaambia wana wa Israeli. Yaani kama tu nimewekeni kiongozi kutoka katikati ya kundi, na kwa kuwa nimemweka mimi, huyu nitamwelekezeni mambo atakayowaambieni, na kile nitakachomwambia ikiwa atawaambieni ninyi, maana kinaitwa kitakatifu, ninyi mtakuwa taifa takatifu. Hebu soma ile aya 18 na 19 pale msomaji. Aya 18 inasema, ndio, mlima wa Sinai wote pia ukatoa moshi. Mlima wa Sinai wote ukatoa moshi. Kwa sababu Bwana alishuka katika moto. Bwana alishuka katika moto. Na ule moshi wake ukapanda juu kama moshi wa tanuru. Ukapanda katika nini msomaji? Ukapanda kama moshi wa tanuru. Ukapanda kama moshi wa tanuru. Mlima wote ukatetemeka sana. Ule mlima wote ukatetemeka sana. Mstari wa 19. Mstari wa 19. Na juu na hapo sauti ya baragumu ilipozidi. Sauti ya baragumu ilipozidi. Musa akanena. Naye Mungu akamuitikia kwa sauti. Mwenyezi Mungu akamuitikia kwa sauti. Naam, akasema. Akasemaje? Bwana akaushukia mlima. Bwana akaushukia mlima. Juu ya kilele cha mlima. Ndio. Bwana akamuita Musa aende hata kilele. Bwana akamuita Musa aende hata kilele cha mlima. Ndio. Musa akapanda juu. Musa akapanda juu. Ndipo Bwana akamwambia Musa. Ndipo Bwana akamwambieni Musa. Shuka chini uwaone watu. Shuka chini waone watu. Wasije wakapasua njia. Wasije wakajipasua njia. Waje kwa Bwana kutazama. Waje wa Bwana kudishia tu hapo msomaji. Naam. Sasa Torati nasema mambo makubwa mawili ya msingi sana, ambayo yatatusaidia kuona utukufu wa kile Mwenyezi Mungu alichosema naye Musa katika mlima wa Sinai. Jambo la kwanza, Taurati inasema ya kwamba Mwenyezi Mungu basi alimuita Musa kutoka katika kundi ama taifa la Bani Israeli. Na alipomuita akampandisha akamuita katika mlima wa Sinai. Basi alipopanda katika mlima wa Sinai, Mwenyezi Mungu akanena naye. Na alimwambia maneno matukufu sana. Na akamwambieni ya kwamba, akamuhusia ya kwamba haya utakayowaambia ninakuambieni leo, haya utakayowaambia taifa la Israeli, ikiwa litasikia na kutii, basi litaitwa taifa takatifu.
Yaani nikawa najiuliza, ni kwa namna gani hili taifa linaitwa takatifu? Mwenyezi Mungu amekwisha kutoa habari kwa Nabii Musa ya kwamba ikiwa tu utawaambieni hiki ninachokuagizeni leo na wakakizingatia, wakakitilia maanani katika dhamiri zao, wakatenda sawa sawa na yale ninayokuagizeni leo, Mwenyezi Mungu anasema taifa hilo basi litakuwa taifa takatifu. Aha. Kumbe utakatifu Mwenyezi Mungu hajaanza kufundisha tangu leo. Na ngoja nikuonyeshe kitu cha pekee. Tabia ya Mwenyezi Mungu kumwita mtu yeyote yule ili ampatieni maelekezo ya msingi dhidi ya hatima ya maisha ya binadamu ama dhidi ya safari ya maisha ya mwanadamu. Daima siku zote au mara kadhaa katika Biblia tukufu imekuwa ikionyesha namna Mwenyezi Mungu alivyokuwa akiwaita watu wake na kuwakabidhi majukumu makubwa. Mtu wa kwanza tunamwona kama ambavyo tumemsoma Nabii Musa. Mwenyezi Mungu alimuita kutoka katika kundi hilo, sio kwamba aliache liende katika njia iliyo mbaya. Badala yake Mwenyezi Mungu alitamani kuzungumza na Musa, akamuita katika mahali fulani. Lakini sio hiyo tu ambayo imesema ni mlimani. Wana Israeli pia wakati wanatoka utumwani, ile kitabu cha Kutoka sura 20 aya yake ya kwanza na ile aya mpaka ya 3 ya pili pale, Mwenyezi Mungu aliwaita akasema ya kwamba Mwenyezi Mungu alinena maneno haya katika nchi wakati anazungumza na wana Israeli. Mwenyezi Mungu akanena maneno haya akawaambia wana wa Israeli, kwa kuwa nimewatoa katika nchi ya utumwa, basi msiwe na miungu mingine. Kwa hiyo daima siku zote Mwenyezi Mungu amekuwa akitumia tabia kama anataka kumwambieni mtu maelekezo kwa ajili ya taifa ama kikundi anachokuwa akikiongoza. Amekuwa akitoa utaratibu, na namna yake ya kutoa utaratibu, yeye mwenyewe amezungumza na kiongozi husika anayemtaka. Sikiliza kidogo hapa. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu tabia yake ya kuchagua mtu anayemtaka, hawezi kushawishiwa kwa fedha, hawezi kushawishiwa kwa umbile, bali anataka mtu ambaye moyo wake uko tayari kubeba ama kutii kila anachomwagiza. Na hii ndiyo sifa yake. Hawezi kumlazimisha mtu, lakini yeye anaita kwa moyo wa upendo, anaita kwa moyo wa huruma. Sio mwenye shuruti kushurutisha kumkaimisha mtu ama kumpatieni mtu wajibu katika taifa ama katika kundi la watu wake. Kwa Musa, Nabii Musa, Mwenyezi Mungu alimuita akampatieni maelekezo. Bwana Israeli wakati wanaingia katika maagano na Mwenyezi Mungu, bado aliwaambieni ya kwamba kumbukeni kule nilikowatoa, mlikuwa katika nchi ya utumwa na sasa mnaenda katika nchi ya ahadi. Lakini kwa Nabii Ibrahimu, baba wa imani, Mwenyezi Mungu pia alimuita kutoka katika nchi ambayo watu wake walikuwa wakiabudu miungu, naye pia akanena naye akampatieni maelekezo namna atakavyokuwa kiongozi mkubwa wa imani katika taifa hilo. Kwa hiyo tabia yake Mwenyezi Mungu amekuwa akiwaita watu kwa namna anavyotaka yeye. Na hii alisema katika Hesabu, Torati ya Musa, akiwako nabii yoyote kati yenu, mimi nitajifunua kwake. Sasa jambo kubwa la pili analolisema hapa, anasema hivi, wakati Musa alipoitwa katika mlima Sinai, amepanda, Biblia inasema amepanda kwa Mungu. Sasa ile kupanda kwa Mungu, Mwenyezi Mungu alimuita akapanda katika mlima. Yaani ni mahali ambapo Mwenyezi Mungu alitamani azungumze naye, katika mlima wa Sinai. Ndiposa akazungumza naye. Ndipo wakati akiwa kule mlimani, bado Biblia tukufu inatuambieni ya kwamba wakati ameitwa Musa, bado tetemeko lilionekana, milima ikatoa moshi, yani taharuki ikatokea, yani vile vitu vya kijamii, ile tunasema uumbaji wa Mwenyezi Mungu, ikiwa ni miti, ikiwa ni hali ya hewa, kila kitu kikabadilika. Na hiyo sababu ni kitu gani? Kwa sababu Mwenyezi Mungu amemuita kiongozi ama Nabii Musa, ana lengo ama makusudi ya kumpatieni maelekezo kwa ajili ya taifa. Sasa nikawa nashangaa, kabla tu hajapewa wajibu, lakini bado inaonekana wajibu ni mzito kiasi gani, kwa vile ambavyo milima imetaharuki, ikiwa ni moshi imetoka, ikiwa ni hiki kimefanyika.
tetemeko limefanyika. Je, kuna kitu gani cha msingi ambacho Mwenyezi Mungu anampatieni huyu kiongozi aliyemchagua, ambaye anasomeka katika vitabu vitukufu, Musa nabii wa Mwenyezi Mungu? Je, ni kitu gani cha msingi sana ambacho Mwenyezi Mungu anampatia? Somaji Torati ya Musa katika kumbukumbu lake, ile sura yake ni ya 9, aya ya 9 mpaka ya 13. Aya ya 9. Ndio Maneno yanasema, na hapo nilipokwea mlimani kuzipokea mbao za mawe, nazo ni mbao za agano, Bwana alilofanya nami, Mwenyezi Mungu alilofanya pamoja nami, ndipo nikakaa mle mlimani, msomaji, siku 40 usiku na mchana, sikula chakula wala kunywa maji. Ninasema sikula wala kunywa maji, na hiyo inaitwa usiku na mchana. Sikula usiku na mchana, wala sikunywa maji usiku na mchana. Sasa wakati mtu mmoja ananifundisha jambo la msingi sana, wakati ananifundisha, sasa hizi siku 40 utazikuta zinatajwa tu katika Biblia tukufu. Utakuta zimetajwa 40. Na kuna baadhi ya watu wanapofika katika matukio ya kijamii, wanasema leo kuna 40 ya fulani. Haijawahi kuwa 50. Ila zinakuaga 40 tu. Haijawahi kuwa 30 au 40. Nabii Isa al-Masih, Injili na rekodi taarifa zake, alifunga siku 40. Nabii Musa naye aliitwa katika mlima na Mungu, kule mlima wa Sinai. Neno linasema alikaa usiku na mchana, hakula chakula wala hakunywa maji. Endelea msomaji. Mstari wa 10 anasema, ndio, Bwana akanipa zile mbao 2 za mawe. Mwenyezi Mungu akanipatia zile mbao 2 za mawe. Zimeandikwa kwa kidole cha Mungu. Zimeandikwa kwa kidole. Na juu yake ameandikwa maneno. Mfano wa yote aliyosema Mungu. Bwana mle mlimani. Ndio. Toka kati ya moto siku ya mkutano. Ndio hapo msomaji. Sasa Biblia takatifu inasema ya kwamba Mwenyezi Mungu lengo lake la kumuita katika mlima wa Sinai, alikuwa na agenda ya kumpatia amri 10 za Mungu. Na hii anasema zimeandikwa kwa chanda cha mkono wake. Kwa hiyo hizo zote naona matetemeko yanatoka, milima inatoa moshi, sijui miti inataharuki. Mwenyezi Mungu alikuwa na agenda ya kumkabidhi mbao 2 za mawe, ama amri 10 za Mungu, na anakabidhi katika mikono yake, ambazo zinasema pia ziliandikwa kwa chanda cha mikono yake. Kumbe yale matukio ya kijamii yaliyokuwa yakisemwa tangu kitabu cha Kutoka ile sura ya 19, habari za kutaharuki, habari za moshi, habari za tetemeko, ile kumbe ilikuwa ni makabidhiano kati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimpatia Nabii Musa amri 10 ya mbao 2 za mawe. Na hizo anasema zimeandikwa kwa chanda cha mikono yake. Sasa katika leo ulimwengu wa kidini, unakuta watu wanachezea. Unaposikia amri za Mungu, unaposikia amri za Mwenyezi Mungu, bado wako watu wanazichezea. Lakini natamani tuweze kuelewa namna ambavyo zimeweza kupatikana. Hazijapatikana kwa urahisi sana. Mwenyezi Mungu ameandika kwa chanda cha mikono yake katika mbao 2 za mawe, ambacho utakuja kuona hapo. Ubao wa kwanza ambazo aliandika amri ya 1 mpaka ya 4, na ule ubao mwingine wa pili akaandika ya 5 mpaka ile amri ya 10. Kwa hiyo ubao wa kwanza ukiwa bado na amri zile 4, na ubao wa pili ukiwa na zile amri 6. Kwa kijumlisha zinakuwa 10. Na hizi zote Taurati ya Musa inasema ya kwamba ameandika Mwenyezi Mungu kwa chanda cha mikono yake. Na alipomaliza kuandika, Nabii Musa anapanda kwa mlima usiku na mchana, bila kula chakula, bila kunywa maji. Hapo anaenda kupokea mbao 2 za mawe, mbao 2 ama sheria za Mwenyezi Mungu. Mungu alihitaji utayari wa nabii huyu kupokea maelekezo yake atakayowasilisha kwa taifa la Israeli. Kwa sababu tulisoma kule, ikiwa nitawaacha kuwapatieni maelekezo, hili taifa linaweza likajiharibu. Ama ikiwa nitanyamaza katikati ya taifa hili la Israeli likabaki na mawazo yake
ama likabaki na vile ambavyo linaona inafaa, yani tamaa, uongozi wa kitamaa au wa mawazo ya kufikirika, linaweza likajiharibu. Kwa sababu hiyo ninakuita wewe Nabii Musa ili ukawe kiongozi mkubwa katika taifa hilo. Anaitwa nabii. Sasa nabii nini maana yake? Neno nabii ni neno la Kiebrania ambalo unaposikia nabii maana yake ni mtu anayepokea ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kuwasilisha moja kwa moja kwa wafuasi ama kwa kundi fulani ambalo Mwenyezi Mungu atakuwa amempatia, kama ambavyo Musa alimpatia wa taifa la Israeli kuwasilisha ujumbe. Ndio neno maana ya nabii. Na sifa yake nyingine, Mwenyezi Mungu akimpatia ujumbe, huyo anaitwa nabii asipindishe kile ambacho Mwenyezi Mungu amemwambieni. Kama mwelekeza ya kwamba nenda kaliambie taifa la Israeli wasiue, maana wakiua hakika yake mimi napata ghadhabu, ama nitawalipisha kisasi siku ya mwisho. Na yeye alisema ya kwamba kisasi ni juu yangu. Kwa hiyo nabii yoyote akipindisha ujumbe ambao Mwenyezi Mungu amempatia, basi saa hiyo ama wakati huo taarifa zake ambazo atasema zimetoka kwa Mungu zitakuwa na mashaka makubwa sana. Ndio sababu leo unaona kuna watu kila kona katika taifa langu la Tanzania na ulimwengu kwa ujumla, kila kona utakuta ni nabii. Mwingine ameelekezwa hiki, mwingine ameelekezwa hiki. Sasa unajiuliza, kwa sababu unaposoma vitabu vitukufu vinasema ukweli, kila nabii alikuja kwa wakati wake, na kila nabii alikuwa na sehemu yake ya kutembea ama sehemu yake ya kuwasilisha ujumbe. Kama atafanya Musa, atafanya sahihi, kama ni mwingine, na ujumbe wake lazima uoane na ujumbe wa nabii anayekuja. Kwa hiyo kama asije akapingana. Kwa hiyo leo unapoona kila kona bado watu wanapingana, halafu wanajiita manabii, wengine hata manabii wakuu, makuhani wale. Hii sio tabia ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu tabia yake anapompatia mjumbe ujumbe wake lazima atausema kama alivyotumwa na huyo aliyemtuma, yani Mungu Mwenyezi. Amen. Kwa hiyo unapoona vinatofautiana, kuna tofauti kubwa sana, ama tunapata mashaka, je, huyu kweli ametumwa na nani? Sasa Musa alitumwa na Mwenyezi Mungu, alipewa mbao 2 za mawe, hajawahi kubadilisha. Alipoambiwa fanya hiki, akashuka kwa wana wa Israeli akamwambia. Na hii nini ninachotuambia? Nisema maana sheria yako ni takatifu. Wakati Zaburi nabii Daudi anaandika sheria yako ni takatifu, huitafakari mchana na usiku. Yani ili mradi tu milima imetetemeka na milima imetoa moshi na matetemeko yakatokea, wakati ya kukabidhiwa amri za Mwenyezi Mungu au mbao 2 za mawe, vile vyote vimetaharuki. Leo mwanadamu anatoa wapi ujasiri wa kukanyaga sheria ya Mwenyezi Mungu, ikiwa bado Mwenyezi Mungu alitoa maelekezo kwa taifa la Israeli ili waweze kutembea katika mustakabali wa uongozi wa Mwenyezi Mungu au uongozi wa kiungu ama njia ya Mwenyezi Mungu, ili waweze kunusulika katika yomul kiyama. Leo mwanadamu anatoa wapi ujasiri wa kukanyaga sheria za Mwenyezi Mungu? Kwa sababu Mwenyezi Mungu miongoni mwa vitu vitakatifu, amri zake pia ni takatifu. Amri zake pia ni takatifu. Pia ile Kutoka sura 31 ile aya 18, bado Mwenyezi Mungu anasisitiza na kusema ya kwamba bado Musa alipewa mbao 2 za mawe ambazo ziliandikwa kwa chanda cha mkono wa Mungu. Na ndiposa unaposoma Qur'ani tukufu Suratul Araf ile aya ya 144 ile aya ya 145, hujandiko ninukuu hapa kama ilivyoandikwa Qur'ani tukufu aya 144 inasema, Mwenyezi Mungu akasema, ewe Musa, mimi nimekuteua uende kwa watu na ujumbe wangu na maneno yangu. Basi chukua niliyokupa na uwe katika wanaoshukuru. Na tukamwandikia katika mbao kila kitu, mawaidha na maelezo ya mambo yote. Tukamwambia, basi yashike kwa nguvu na uwaimarishe watu wako ubora wake, nami nitakuonyesheni makazi ya wapotofu. Mwenyezi Mungu hajaishia tu kutoa habari katika Torati ya Musa, lakini bado ametoa katika Qur'ani tukufu
namna ambavyo amempatia mjumbe wake Nabii Musa habari za amri 10 za Mungu. Na Qur'an tukufu inasema ya kwamba tukamwandikia katika mbao. Sasa neno mbao linatumika katika wingi. Na wingi, neno mbao inatumika kwa wingi. Lakini ingekuwa ni mbao moja, ingeweza kusema ni ubao. Lakini Qur'an tukufu inasema tukamwandikia katika mbao. Tukamwambia maelezo yote na mawaidha yote. Kwa Mwenyezi Mungu amemwandikia Musa zile mbao. Sio kwamba Musa ameandika mwenyewe, ila yeye alichokifanya alienda kupokea zile mbao katika mlima wa Sinai, na pale zilikuwa ni utakatifu. Ile habari ya matetemeko yanatokea ilikuwa ni utakatifu. Na hii ni kusema ya kwamba asili ya sheria ya Mwenyezi Mungu ni takatifu. Na mwanadamu yeyote chini ya jua anayetunza sheria ya Mungu, anayeheshimu sheria ya Mungu, hii mipaka ambayo Mwenyezi Mungu amewekea waja wake, ikiwa mwanadamu yeyote chini ya jua ataamua kwa mapenzi yake ya dhati akatunza sheria zake, naye ataitwa mtakatifu. Amina. Na hii ndiyo sifa yake kwa waja wote wa Mwenyezi Mungu ambao wako chini ya jua, katika kila kabila, kila taifa na kila rangi. Watakaotunza sheria zake bado watahesabika katika kitabu cha Mwenyezi Mungu cha wale ambao watahesabika katika siku ya kiyama, wale ambao wataokolewa, wale ambao watarudishiwa utukufu uliokwisha kuharibiwa na ule ibilisi shetani. Mwenyezi Mungu atatunza watoto wake, wale ambao watatunza mapenzi yake. Sheria ya Mwenyezi Mungu, mipaka ya Mwenyezi Mungu ni mitakatifu. Haipaswi kuhofiwa, haipaswi kuwekwa kwenye sanduku la siri. Iweke wazi. Ikiwa ni kwa watoto wako, wafundishe sheria ya Mwenyezi Mungu. Lakini asante pia kwa ajili ya daktari ambaye amekwisha kutoka hapa, ametuambia wafundishe watoto wako kusema hapana na kusema ndio, na ujue kutofautisha kati ya kitu cha ndio na kitu cha hapana. Miongoni mwa sheria za Mwenyezi Mungu bado zinasimama kusema hiki ni ndio na hiki ni hapana. Kama ni swala kumwabudu Mwenyezi Mungu, anasema ni ndio, hakuna mjadala. Kama ni swala la kuua, sema hapana. Na kati ya elimu ambazo zinahitajika leo katika ulimwengu huu wa sasa, ama karne ya sasa, ni elimu inayofundisha kusema hapana na ndio. Sasa hapo walimu tu ambao mnafundisha watoto wadogo, mweze kuangalia pia. Sikwambii ukaboreshe mtaala, lakini bado kuna mambo mazuri unaweza kuyaweka pale ili kusaidia kizazi kinachoporomoka katika maadili. Kama utawafundisheni watoto wako kila kitu utawaambia ni ndio, ni ndio. Je, kuiba ni ndio? Kuiba ni ndio, ndio. Ukivunja hii itakuwa ndio, ndio. Ukiharibu itakuwa ndio, ndio. Wanahitajika walimu ambao watageuza namna ya kufikiri kwa watoto wa karne ya sasa. Watu ambao wanaweza wakasimama katika taifa, wakasimama katika mahakama mbalimbali, wakasimama mbele ya kiongozi yoyote, wakasema hii ni hapana na hii ni ndio. Wako wapi watu wa namna hiyo? Mwenyezi Mungu anawatafuta watu wa namna hiyo, na dunia yote inatafuta watu wa kusema ndio na watu wa kusema hapana. Sheria ya Mungu ni takatifu, haijawahi kuwa najisi. Na unajua ilishawahi kutolewa tangu kitabu cha Mwanzo kabisa, kinachoonekana katika Injili, kinachoonekana katika Torati ya Musa, bado ilionekana inaitwa takatifu. Takatifu. Sasa msomaji, angalia kile kitabu cha Kutoka sura yake ya 20, kwa sababu ile Kutoka 31 ile aya 18 na Taurati ya Musa ile ya Kumbukumbu sura ya 9 mpaka ya 13. Biblia tukufu imetuambieni ya kwamba Mwenyezi Mungu alimpatia Nabii Musa mbao 2 za mawe. Sasa mbao 2 za mawe ni zipi hizo ambazo aliziwakilisha
ama aliwasilisha kwa taifa la Israeli ili waweze kuitwa taifa takatifu. Je, ni mbao zipi hizo? Soma pale msomaji. Naam, Kutoka 20. Kutoka 20 ile ya kwanza, anzia pale msomaji. Maneno yanasema. Yanasemaje? Mungu akanena maneno haya yote akasema. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana. Mimi ni Bwana Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya Misri. Niliyekutoa katika nchi ya Misri. Katika nyumba ya utumwa. Katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine. Usiwe na miungu mingine. Ila mimi. Na Korani tukufu nayo haikubaki nyuma. Ikasema ya kwamba Mwenyezi Mungu usimfanye kuwa sawa na miungu wengine. Lakini Torati nasema pia ya kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi. Ndio msomaji. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Ufanyie sanamu ya kuchonga. Wala mfano wa kitu chochote. Wala mfano wa kitu chochote. Kilicho juu mbinguni. Kilicho juu mbinguni. Wala kilicho chini duniani. Wala kilicho chini duniani. Wala kilicho majini chini ya dunia. Wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie. Usivisujudie. Wala kuvitumikia. Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Mungu mwenye wivu. Na wapatiliza wana maovu ya baba zao. Hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao. Cha wale wanaonichukia. Nami na warehemu Mwenyezi Mungu na warehemu elfu wanipendao. Wale wanaonipenda na kuzishika amri zangu. Naam. Endelea msomaji. Mstari wa 7. Ndio. Usilitaje bure jina la Bwana. Usitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Maana Bwana hatamhesabia kuwa hana hatia. Bwana hatamhesabia kuwa hana hatia. Mtu alitajaye jina lake bure. Mtu anayelitaja jina lake bure. Mstari wa 8. Ndio. Ikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku ya Sabato itakase. Siku sita fanya kazi. Siku sita ufanye kazi. Utende mambo yako yote. Tende mambo yako yote. Lakini siku ya saba. Ile siku ya saba. Ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Sabato ya Bwana Mungu wako. Sasa hebu sikiliza kwanza hapo. Sasa mwanzo nilisema ya kwamba Torati imetuambieni ya kwamba Mwenyezi Mungu amempatia Nabii Musa alayhi salam mbao 2 za mawe. Na nikasema ya kwamba ubao wa kwanza ulikuwa umeandikwa amri 4 na ule ubao wa pili ulikuwa umeandikwa amri 6. Sasa kitu cha pekee hapa kinaonekana katika zile mbao 2 za mawe. Ubao ule wa kwanza, kwa nini una amri zile 4? Una amri 4 zile. Zile amri 4 ni wajibu wa mwanadamu au binadamu, wajibu wake kwa Mwenyezi Mungu. Na ile ubao wa pili ambao na amri ya 5 mpaka ya 10, ule ni wajibu wa mwanadamu kwa mwanadamu. Sasa unajiuliza inakuaje? Huu wajibu wa mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu huu unakuaje? Torati nasema ya kwamba kwa kuwa nimekutoa katika nchi ya Misri, usiwe na miungu mingine ila mimi. Utakuja kuiona pia katika ile aya 8 ya Torati ya Musa ya kitabu cha Kutoka. Moja anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Lakini pia ile aya 8 mpaka ile aya 11 anazungumzia habari ya uumbaji katika amri yake ya 4. Sasa unajiuliza, tunawezaje kuwajibika wanadamu kwa Mwenyezi Mungu? Yaani ni hivi, ni rahisi sana. Unaposikia unaambiwa usiwe na miungu mingine ila mimi, au kasikia Qur'ani tukufu inakwambia ya kwamba Mwenyezi Mungu usimfananishe na miungu wengine ambao leo na watumikia katika dunia, bado anamaanisha ya kwamba jina lake ni la kuogopwa, jina lake ni la heshima katika ahera na katika dunia na katika ahera. Kwa hiyo jina lake linapokuwa takatifu na kila alichokisema kinakuwa ni kitakatifu. Twende taratibu hapa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Hiyo ni amri ya kwanza. Amri ya pili, Mwenyezi Mungu akaandika katika ile ubao wa kwanza, akaandika akasema ya kwamba usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko duniani wala kilichoko mbinguni au kilichoko majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia. Kisha ile aya 5 Biblia tukufu inasema ya kwamba kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Sasa nilipokutana na ajenda ya wivu, unajua mwanzo nilikuwa najua wenye wivu ni wanawake tu.
Lakini pia nikajaribiwa kuamini ya kwamba pia ni mawazo yangu, una wanaume nao wana wivu. So wakati nasoma hii amri ya 3, hii amri ya pili, usijifanyie sanamu ya kuchonga, yanaposema usijifanyie, moja amekataza kutengeneza ama kuunda, lakini pia amekataza kuitumikia. Haijalishi ni kwa namna yoyote ile, iwe ni kwa kupiga magoti au ni kwa kuiogesha au kuifuta vumbi au kuifanyia hiki na kile. Sijui wengine wanavalisha mpaka siketi, wengine wanavalisha mpaka suti, wanavalisha mpaka tai. Sema ni Mungu wangu bana, ananilinda huyu. Biblia tukufu Taurati ya Musa inasema usivisujudie wala kuvitumikia. Yani kama kule mbinguni unasema wale watu wanaofanya arts, wale wanaoitwa watengenezaji, wale watu wanajua kuchora, wanachora. Mwenyezi Mungu yuko hivi, anachora picha nzuri, anaweka kwenye nyumba yake. Kama ni sebreni pale, utakuta ameiweka. Kama ni sehemu za kazi, utakuta ameiweka. Halafu anasema hii ni picha Mwenyezi Mungu, ni ishara ya kwamba ananilinda. Sasa swali tu la changamoto, kama unachora picha ya hiyo, kwa sababu binadamu wa kwanza kupanda kule juu angani na hajawahi kufika mbinguni, bado hajawahi kuleta picha ya Mungu kutoka kule mbinguni ama ya viumbe wa kule mbinguni. Leo unapoona katika makaratasi ama vitabu kadha wa kadha wameandika ama wamechora, wanasema huyu ni malaika ama huyu ni Mwenyezi Mungu. Ile hakuna mwanadamu yeyote aliyefika kule mbinguni akachukua picha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala halafu akaichora na akaweka kwa mfano. Licha hayo yote, Mungu alikataza ya kwamba msijifanyie sanamu ya kuchonga. Yaani usifanye, kama ni kwa kuchora, acha kuchora. Kama ni kwa kutengeneza, acha kutengeneza. Kwa sababu Mungu yeye ni mmoja tu, na unapofanya hivyo maana yako najua utatumikia. Lazima utaitunza, lazima utaiheshimu, lazima utafanya kina kile. Ile neno linalosema wivu, neno wivu, mimi ni Mungu mwenye wivu na wapatiliza wana maovu ya baba zao. Sio binadamu peke yake aliye na wivu. Hata Mwenyezi Mungu anasema mimi ni Mungu mwenye wivu, nami nawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4. Sasa unaposikia neno wivu, linakuwa ni neno kinzani katika jinsia mbili tofauti. Unaposikia neno wivu kwa mwanamke, ni tofauti na vile mwanaume anavyotafsiri. Mwanamke anaposema wivu, ama anamusia mume wake kwamba mume wangu, ukihudhuria sana leo kwenye zile zinaitwa kitchen party ama siku za harusi zile, watu wanazawadiana pale, nakuja nikisema ako kitu hapo mbele. Lakini jambo la kwanza ambalo natakiwa lielewe ni kwamba unaposikia mwanamke anasema wivu na mwanaume anasema wivu, hawa wote ni binadamu ama wote ni watu, lakini namna wanavyotafsiri neno wivu ni tofauti kabisa na mwingineo. Mwanamke anaposema ana wivu ama anapokuambia we mwanaume, ninaomba uwe mwaminifu kwangu, ana maana ya masuala mazima kabisa ya ngono. Usitoke nje ya ndoa, masuala ya unyumba. Hicho ndicho ambacho mwanamke anamaanisha. Lakini mwanaume anaposema uwe mwaminifu kwangu, haina maana ya masuala ya unyumba. Anachomaanisha mwanaume anaposema uwe mwaminifu kwangu, ana maana ya zile siri anazokuambia. Kama mmeketi kule kwenye chumba, mmeketi sitting room, mwanaume wako kwa mnapiga story ama mnapanga mipango mikubwa mikakati kwa ajili ya familia yako, basi zile siri alizokuelezeni usizitoe. Ndio muktadha wa mwanaume anapokuambia uwe mwaminifu kwangu. Lakini muktadha wa mwanamke anakuambia wewe baba fulani, nitajua kuwa mwaminifu kwangu ikiwa sitasikia haujatoka nje ya ndoa. Na ndio sababu nendeni mkachunguze sana leo kwenye harusi na zile zinazoitwa zawadi. Siku moja naangalia mtu fulani anamsaidiwa mchumba wake, ametoa zawadi ya kwanza, alikuwa anatoa wallet. Katoa zawadi ya kwanza, akatoa wallet. Alipomaliza akatoa na mkanda. Sasa hivi vitu unavitazama. Sasa nikawa najiuliza, huyu mtu anapewa mkanda alikuwa hana mkanda? Nikasikiliza ile message ya mwanamke anasema, mume wangu, mchumba wangu, nimekununulia huu mkanda, nitakapokufunga asubuhi asipatikane mwingine wa kufungua mpaka mimi nije ni ufungue. Sasa nikaa napata mawazo, kama ni hivyo
Kwa sababu mkanda, unajua mkanda ni rahisi kukata na kisu ama na kiwembe. Unaonaje ukinunua na kufuri kabisa ili masuala yawe vizuri, ukanunua kufuri, yale makufuri makubwa. Tena nunua kitasa. Ukanunua kitasa ukaweka pale ili kila anakotembea awe na kitasa, awe na funguo na baki nazo. Sasa usiniuliza kibano haja kubwa au haja ndogo itakuwaje. Usije ukaniuliza hayo maswali maana sijui itakuwaje. Sasa nikawa najiuliza kwa nini namnunulia? Kumbe neno mwaminifu kwa mwanamke lina maana hii. Usitoke nje ya ndoa yangu. Lakini kwa mwanaume lina maana ya kwamba nitunzie siri yangu. Sasa hii unamaanisha nini? Mtu anaweza kwenye mhadhiri unamaanisha nini? Leo kuna wanawake, hasa dada zangu, wale ambao wako katika karne hii ya sasa, wanaamini ya kwamba ili kuonyesha upendo kwa mwanamume ati lazima wahusiane naye katika masuala ya unyumba ama katika tendo la ngono, tendo la ndoa, ndipo onyesha kwamba na upendo. Binti moja akaniuliza akasema, ati mwalimu, yuko kijana anataka nimpatieni masuala ya unyumba kabla tujaingia kwenye ndoa. Je, nimkubalie au nimkatalie? Nikamuuliza, je, wewe unaonaje? Nimkubalie au nimkatalie? Anasema, ameniambia ya kwamba ati ili kuonyesha nampenda lazima nifanye 1, 2, 3. Na kigezo kikubwa ni hiki, lazima nihusiane naye katika masuala ya ngono. Kwambia Torati nasema usizini. Sasa kama wewe una kitabu chako kitukufu, nenda katumie, uone kama utabaki salama. Mwanaume, sikilizeni wa dada zangu niwaambie, mwanaume anaweza akatumia mwili wako na bado asiwe na upendo na wewe. Maana mwanaume ni kama simba, wale watu waliosoma Animals wale. Ni kama simba. Simba anapokuwa na njaa anakuwa na juhudi sana kutafuta mawindo. Na pindi anapokuwa amepata mawindo, anatulia, analala chini. Akija simba wengine anaanza kurukaruka na kucheza, anatamba. Ndipo tabia ya mwanaume ilivyo. Pindi anapokuwa amepata mawindo, akila akashiba, anatulia. Anatulia. Kama nikwambieni wengine, anawaambia. Sasa wewe anza tu kujiuliza, ni kwa nini hauolewi? Mimi sina majibu. Ila ujue tu ya kwamba kama umeshawahi kutoa bure, taarifa zako watu wanazo. Kwa hiyo Mungu aliposema ya kwamba usizini, usizini, bado alikuwa anasema masuala sahihi. Na anaposema usijifanyie sanamu ya kuchonga, inamaanisha uzinzi wa kiroho. Yaani kama mtu ataingiza miungu mingine tofauti na Mwenyezi Mungu, ataingiza masuala ya uzinzi wa Mwenyezi Mungu. Yaani huyu mtu anayeabudu miungu mingine ni kutoa nafasi ya Mungu na kuweka nafasi ya miungu. Kwa hiyo mwanaume, kama unataka umteke, achana na watu wale wanaitwa, maana siku hizi ukitembea barabarani waganga wa Kigoma wamekuwa wengi. Kila sehemu mganga kutoka Kigoma. Na wale watu wanasema tunauza dawa za nguvu. Zile nguvu za kulima na jembe kule maporini kule, usiniulize. Sasa siku moja mtu atakuja tusaidie pia, huyo mtaalamu wa masuala ya ndoa na mahusiano. Tangu nizaliwe sijawahi kusikia dawa za nguvu za kike. Zinakuwa tu za wanaume. Sasa unajiuliza, nendeni mkachunguze kwa makini. Wale wanauza dawa, wanaonunua dawa za hizo za mganga kutoka Kigoma, wanamke zaidi ya mmoja. Sasa Mwenyezi Mungu amekupatia nisani ya kwamba alisema katika kitabu kitukufu Qur'ani, akasema, maana mwanzo watu wasema oweni wake hawa. Akasema kama mna uwezo wa kuwafanyia hisani yao, basi waoweni. Yeye akasema hamwezi basi kuwafanyia hivyo, wako ni mmoja. Ndio sababu mhadhiri hapa alituambia ya kwamba fundisho lake na Bi Hadija, fundisho lake la kwanza ama kila alichokuwa anakiamini, alikuwa anaamini ndoa ya mtu mmoja. Kama ni mume ni mmoja, kama ni mke ni mmoja. Na hili alifundishwa na Waraga bin Nawfal. Sasa pindi mtu anapofanya masuala ya uzinzi katika masuala mazima ya kimwili, bado anavuka mipaka mitakatifu. Kitu cha thamani kwa mwanamke, jambo la thamani kwa mwanamke ni mwili, lakini jambo la thamani kwa mwanaume ni nafsi yake au moyo wake.
Na ndio sababu wanaume wengi wamekuwa wanashindwa kusema mambo yao kwa kila mwanamke. Leo kuna ndoa kadha wa kadha katika taifa langu la Tanzania. Watu wako kwenye ndoa, mwanamke anaona mambo yanaenda, lakini akiuliza anaendaje hajui. Leo kuna wanawake waaminifu lakini hawaaminiki. Hawaaminiki kwa nani? Kwa mume wake. Na ndio sababu unaona kuna baadhi ya vitu vinatembea, vinaendelea, miradi inaendelea, lakini ukiuliza kwa undani zaidi, ulipitapitaje hapa mume wangu, ulifanyeje, unakuta tu watu wameshajenga. Ngoja nikwambie hiki cha pekee. Hivi una uhakika hivi unaamini ya kwamba mume wako ameshajenga nyumba na wewe haujui? Shida ni kitu gani? Wewe ni mwaminifu lakini hauaminiki kwake. Kama Mungu atatujalia tena tutaweza kuona hii nini maana kutokuaminika kwake. Kwa sababu mwanaume kama atakuambia mambo yake ya moyoni, hapo anakuuzia utu wake. Ndio sababu Biblia tukufu, hekima za mzee Sulemani kasema ya kwamba mwanaume anayelala na mwanamke hana akili kabisa. Yana anapotoka kwenye mipaka mitakatifu ya Mwenyezi Mungu, huyo anaitwa hana akili kabisa. Kwa hiyo bado Mungu amekuwa akifundisha watu wake kwa njia mbalimbali katika masuala ya ndoa na katika masuala katika masuala ya kidini. Kama binadamu yeyote atatunza ama atamwabudu Mungu pasina kumwabudu miungu mingine, huyo ataonyesha wajibu wake sahihi kwa Mungu wa mbinguni. Kama kuna mti, kama kuna jumba, kama kuna kakitu unako pale nyumbani, pale dukani, pale sehemu yako ya kazi yoyote ile, wengine wamediriki mpaka kuweka kwenye vyombo vyao vya moto. Wanasema huu ni ulinzi, na wengine waliweka na bado wakafa. Je, hivi kweli Mungu wetu hawezi kufanya kazi mpaka tumwekee hirizi? Usiabudu miungu mingine ila mimi, usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Qur'ani tukufu ikasema basi majina ya Mwenyezi Mungu ni mazuri, msiyataje ovyo ovyo kwa kuwa majina yake. Ngoja nikusomee Qur'ani tukufu Suratul Arafu ile aya yake ya 180. Suratul Arafu aya 180. Tanukuu kama ilivyoandikwa. Nasema, na Mwenyezi Mungu ana majina mazuri, ana majina mazuri kabisa. Basi muombeni kwa hayo, na waacheni wale wanaoharibu utakatifu wa majina yake. Hao watakuja lipwa waliokuwa wakiyatenda. Mwenyezi Mungu ana majina mazuri. Wale ambao wanaharibu majina mazuri ya Mwenyezi Mungu, Qur'ani tukufu inasema basi waacheni, hao watakuja kulipwa kama walivyotenda. Sasa unaweza kujiuliza, je, kuharibu majina ya Mwenyezi Mungu ni kitu gani? Leo tuna watu katika kila kona ya dunia wanaitwa kwa majina mazuri. Kama ni majina ya Yohana mtukufu, kama ni majina ya Hassan, kama ni majina ya Petro, kama ni majina kadhalika, majina mengi, majina ya Nasor. Kila kona na kila mtaa yamejaa majina mazuri. Biblia inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Bado wako watu wanaitwa kwa jina la Mwenyezi Mungu, na wale wanaitwa waja Mwenyezi Mungu, lakini licha ya kwamba wanaitwa kwa majina yale, bado hawaogopi, hawaheshimu sheria ya Mwenyezi Mungu. Kwa kuwa Mungu anasema majina yake ni matakatifu, na wale wanaokiuka watalipwa sawa sawa na kile walichokifanya. Torati inaniambia ya kwamba usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako kwenye matendo yako, kwenye tabia yako, usifanye kinyume na imani yako. Leo tuna watu wengi tembelea nyumba za wageni, watu majina mazuri yamejaa. Kule kuna majina ya miti mirefu, kule kuna majina mazuri yenye historia nzuri katika vitabu vitukufu. Nenda kakague kitabu cha wageni leo. Yaani mtu ati anaishi hapa makao, halafu anaenda kutafuta nyumba ya wageni Palestina. Sasa unajiuliza, huyu mtu ameacha nyumba yake, anaenda kutafuta nyumba ya wageni kule Palestina. Shida yake ni nini? Na ukienda kuangalia kwenye jina lake, ni jina tukufu kabisa katika ulimwengu wa kidini. Lakini kwa nini tunafanya maovu? Kwa nini leo binadamu amekuwa ni rahisi sana kuasi maagizo ya Mwenyezi Mungu kuliko kile ambacho nafsi yake inamtuma kukifanya? Wakati mtume wa Mwenyezi Mungu anaandika sura ya 6
aya yake 23 kitabu ni cha Warumi, aliandika mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya uzima hiyo inatoka kwa Mungu. Yaani Mungu ameweka wazi, wale wanaofanya wema watalipwa uzima, wale wanafanya ubaya watalipwa ubaya. Na hiyo inakuwa ni siku gani? Yawmul Kiyama, siku ya kiyama. Pindi itakapokuja, wale waliofanya ubaya basi watalipwa sawa sawa na kile walichokifanya. Wale waliofanya wema watalipwa sawa sawa na ule wema wanaofanya. Ndipo ninapotazama kwa wazazi, natazama kwa kila mmoja. Leo binadamu yeyote, hajalishi ni mdogo, kijana mdogo kabisa, anapofanya ubaya ati watu wanamlipa wema. Leo mtu akiua watu wanashangilia. Leo mtu akizini, leo bado watu akifanya uasherati, akitoka kwenye mpaka wa Mwenyezi Mungu akazini ama kafanya uasherati na mke wa mtu, eti bado analipwa. Tunayatoa wapi haya? Na wengine viongozi wa dini ndio wanaonekana kuwa wanaongoza katika masuala hayo. Wengine wameenda mbali, wanasema ya kwamba sasa jamani, msiangalie matendo yangu, angalieni kile ninachokisema. Tuelewe kitu gani? Wazazi na wataalamu wa malezi wanaelewa ya kwamba tabia ya mtoto inatokana na mlezi au mama mwenyewe. Kama mtoto, mfano wewe mzazi unamfundisha mtoto wako jistiri, halafu mzazi ajistiri, unategemea mtoto atachukua kitu gani? Usinywe hiki halafu wewe unakunywa, atachukua kitu gani? Usivute sigara lakini wewe unavuta sigara, atachukua kitu gani? Mtoto atachukua kitu gani? Watu wanapanda kwa platform wanasema sasa jamani, sikilizeni tunachokisema, usiangalie matendo yangu, maana hayo hayatakuokoa. Hebu fikiria nje kidogo. Tangu nizaliwe sijawahi kuona embe imezaa ndizi. Sijawahi kuona nanasi imezaa pera. Nanasi inazaa nanasi, na embe inazaa embe, ndizi inazaa ndizi. Kwa kila mmoja atavuna kila alichokipanda. Wapendwa, sheria ya Bwana ni takatifu, na hiyo mwandishi anasema huitafakari mchana na usiku. Kama ni taifa, kama ni familia ingependa kuokolewa, ni kwa kutii mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Amen. Kwa kushika amri za Mwenyezi Mungu, hawa tu wataitwa watakatifu. Leo watu wanaonekana kuua, wanaonekana kufanya masuala ya washirati, wanaonekana kuwa ni waongo katika taifa, wanaonekana wanatamani vitu vya marafiki zao. Ati leo wameshika hatamu katika kila familia, katika kila kona ya ulimwengu. Sikilizeni niwaambie marafiki zangu, kila mmoja atavuna kwa alichokipanda. Kila mmoja. Mwenyezi Mungu adhihakiwi. Yeye anasimama na wale waliotunza maelekezo yake. Lakini wale ambao walikanyaga sheria yake, bado iko siku ya kiyama. Lakini kwa nini ufikirie huko? Kwa nini tufikirie habari ya kiyama ambayo Injili inasema hatujui siku wala saa? Kwa nini usifanye mafikirio makubwa katika kipindi hiki cha sasa, ukachukua hatua nzuri? Yesa kuwa ni mzazi, mwanao amekuwa akikwambia uongo, na wewe unamsupport, unampatia na fedha, unampatia na mali ili umuendekeze katika uongo. Yaweza kuwa ni kijana wako, yaweza kuwa ni binti yako, amejihusisha na masuala ya wizi, na wewe unamsupport katika wizi. Leo watu ambao wanafanya rushwa na bado wanalipwa, watu ambao wanavunja sheria ya Mwenyezi Mungu bado wanalipwa. Sikilizeni niwaambie kila anayesikia, wapendwa, rudini kwenye sheria ya Mwenyezi Mungu. Wokovu wangu na wokovu wako, vile Mungu atakavyokuja kuinusuru dunia, atakavyokuja kunusuru kila hatima ya maisha ya mwanadamu, ni kwa kile ulichokifanya, sio kwa kila ambacho binadamu ama kiongozi wa kidini yoyote aliweza kukutamkia, bali ni wajibu wako wa kwako mwenyewe na kwa Mungu wako, wajibu wako kwa mama yako, wajibu wako kwa mume wako, wajibu wako kwa binadamu wenzako pamoja na wewe. Yeye alisema, akasema ya kwamba amri kuu ni hii, mpendane siku zote. Hiyo ndio amri kuu. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Mpende Bwana wako Mungu wako kama nafsi yako, kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote. Msingi wa amri ni upendo. Amina. Hakuna msingi mwingine. Ikiwa mtu atafanya kwa upendo, huyo malipo yake ni mema katika siku ya kiyama. Ikiwa atafanya kwa unafiki, na yatalipwa katika siku ya kiyama.
Mwenyezi Mungu unapofanya tendo lolote analiona ndani ya moyo wake, ndani ya moyo wako. Unaposoma ile Injili ya Yohana Mtukufu, Injili ya Yohana Mtukufu sura ya 14 aya yake ya 14 mpaka ya 15, mkinipenda mtazishika amri zangu, wala amri zangu sio nzito. Alisema haraka Yohana, mkinipenda mtazishika amri zangu. Sasa napata tabu kwa vijana marafiki zangu. Ati leo kijana inaonekana ni changamoto kushika amri za Mungu, lakini za mchumba wake anashika. Inaonekana ni changamoto kutunza zile amri za uhusiano wa kwake na Mungu, lakini akimwambia mchumba wake saa 2 kamili unipigie bila kuzidisha muda, hata kama alikuwa anakula chakula kile kinaitwa chakula chips yai, basi yuko radhi kuacha kula chakula kile na kumtafuta mchumba wake. Lakini mwambie tunza amri za Mungu, hapo utasikia miayo inaanza kupigwa. Wapendwa, ikiwa tutatamani kurithi ahira, kwenda mahali ambapo Mwenyezi Mungu ametuandalia, kwenda peponi, mkinipenda mtazishika amri zangu. Tazama yuaja na ujira uko mikononi mwake, kumlipa kila mmoja sawa sawa na matendo yake. Jioni hii ya leo unaposimama pamoja nami, simama tu pamoja nami. Ukiwa kule nyumbani, ukiwa sehemu ya karibu, simama tu pamoja nami napokuwa nasema maneno haya, hususani ile amri yake ya kwanza Mwenyezi Mungu aliyokuwa akisema, hata ile amri ya 4, kwa sababu hizi amri zinaanza, amri ya kwanza mpaka amri ya 4 zinaonyesha ni uhusiano gani kati ya mimi pamoja na Mungu. Isoma surati Arafu ile aya yake ya 54, katika ile amri ya 4 Mwenyezi Mungu alisema, ikumbuke siku ya Sabato itakase, siku 6 fanya kazi. Surati Arafu inasema ya kwamba hakika Mola mlezi wenu ni Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi katika siku 6, kisha akatawala juu ya kiti cha enzi. Hufunika usiku kwa mchana, ufuatao upesi na jua na mwezi na nyota zinazotumika kwa amri yake. Fahamuni kuumba na amri ni zake, ametukuka kabisa Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote. Wale ambao jioni ya leo watafahamu ya kwamba wameumbwa na Mwenyezi Mungu, basi wale watafanya kazi kwa muda wa siku 6. Na hii inaonyesha uhusiano wako na Mungu namna ulivyo. Bali wale ambao wataendelea kuitumikia miungu watafanya kazi kwa muda wa siku zote 7. Lakini jioni ya leo Qur'ani tukufu imesema ya kwamba Mwenyezi Mungu aliumba kwa muda wa siku 6. Taurati ya Musa ikasema, kumbuke siku ya Sabato uitakase. Mwenyezi Mungu ameumba kwa muda wa siku 6. Amemuumba mwanadamu katika siku ile ya 6, basi na ile siku ya 7 akampatia pumziko. Na hivyo ni kusema wale watu ambao hawaabudu miungu ni wale tu wanaotunza siku ya Sabato. Hao hawaabudu miungu, majina yao siyajui, ila sifa yao hawaabudu miungu ni hii tu, hawafanyi kazi ama hawafanyi chochote kinachoingizia kipato, kinachowatoa kwenye mipaka mitukufu ya Mwenyezi Mungu katika siku ya Sabato. Basi wale waja wa Mungu, inapofika siku ya Sabato, wao wanaitunza kama Mungu alivyowaagiza. Je, ni shauku yako kuitwa mja wa Mungu? Wapendwa, tunaishi katika dunia yenye changamoto, dunia yenye dhiki. Kila mwanadamu hapendi kuishi katika ulimwengu wa sasa. Kila mwanadamu kimuuliza, je, ubaki katika ulimwengu wa sasa? Atakwambia hapana, sitaki kubaki mahali hapa. Kila mmoja, wengine wameenda mbali, wameambiwa ya kwamba mtu anapokufa anakwenda kule mbinguni. Basi zile ni faraja tu ambazo binadamu walioshiba wanatuambieni, lakini sio ukweli kabisa. Sikilizeni niwaambie, hapa duniani kuna dhiki. Hapa duniani tumepoteza matumaini. Tumepoteza tumaini. Kupitia uzao wa Ibrahimu tunapata tumaini, na hii ni kwa njia ya kutunza mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Ikiwa ungependa kuwa sehemu ya watoto wake Mwenyezi Mungu, waja wa Mwenyezi Mungu, tembea tu mbele tunapoenda kuomba jioni hii ya leo. Tembea tu, usiogope. Unasema, natamani kuwa sehemu ya waja wa Mwenyezi Mungu, natamani niondokane na kuabudu zile zinaitwa miungu. Zinaabudu zile miungu. Kwa mujibu wa Qur'ani tukufu inasema ukweli kabisa kwamba mwenye sifa ya kuabudiwa basi au ameumba hata sisimizi.
Nakasema kama hiyo miungu mnayoiabudu, sijui usiku wa manane, asubuhi, mchana kweupe, watu mnakesha, mnaabudu miungu, ima ni Mkristo, ima ni Muislamu, yanaabudu miungu yeyote yule. Kurani inauliza, inasema ya kwamba basi tuonyesheni kile miungu yenu ilichokiumba. Hakuna ilichokiumba. Mwenyezi Mungu ikasema ya kwamba Mwenyezi Mungu ameumba ndege kwa ukubwa wake, akampulizia puani, akawa hai. Basi tunamwabudu mwenye sifa ya kuumba, na siye mwingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetakasika sana. Huyo anafaa kwa ajili ya kuabudiwa. Na tunajuaje? Kwa kufanya kazi kwa muda wa siku 6. Siku ya 7 anapumzika. Basi wale wote ambao wanapumzika siku ya Sabato, ile siku ya 7 iliyonenwa katika Taurati, iliyonenwa katika Qur'ani tukufu, bado wataitwa waja wa Mwenyezi Mungu, wana sifa zote za kurithi kule peponi. Kule peponi kuna vitu vizuri, kuna vitu vitamu kule peponi. Shehe mmoja wakati nawasiliana naye, nafanya naye mazungumzo habari za kule peponi, ananiambia, sasa nyewe Wakristo, wale Wakristo wanajifunza tu habari za peponi, si watakaa siku miaka 1000 na mambo kadha wa kadha, lakini sisi tunajifunza mambo matukufu sana, mambo mazuri sana, ya kwamba kule peponi kutakuwa na ndoa. Sasa zile ndoa, kila mwanaume ambaye alikuwa amefanya wema katika dunia hii, atakapoenda kule mbinguni, basi yeye atakuwa akihusiana na wanawake kila siku, atakuwa anahusiana na wanawake wala wanaowataka, na wanawake wa kule wana macho mazuri kama ya shaba. Lakini pia kule nyuma Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala amewajalieni rehema, basi kule futi bado zinaenda mpaka 70. Kwa hiyo kama zinaenda mpaka kule, wewe unacheje kwenda kule mbinguni? Sasa sikilizeni marafiki zangu, katika imani ama katika masuala ya ukweli wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ametuandalia mambo mazuri. Waandishi wote wa vitabu hivi tukufu, baadhi yao wamekosa lugha ya kuelezea, lakini ukweli ni kwamba wale tu watafanya kazi kwa siku 6, siku ya 7 wanamwabudu Mwenyezi Mungu. Je, ni miongoni kati yetu siku ya Jumamosi kutakuwa na ubatizo mkubwa katika mahali hapa, na hiyo ni sifa ama ni alama ya kuonyesha unamwabudu Mungu wa kweli. Wale tu waliokuwa kiabudu miungu, na unasema, na mimi kwa moyo wa dhati kabisa, dhamiri yangu natamani kutoa maisha yangu, basi kumkabidhi yule Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na nchi kwa muda wa siku 6. Tembea tu hapa mbele jioni ya leo, ikiwa ni shauku yako, nasema, mimi maisha yangu namkabidhi Mwenyezi Mungu, nimechoka kuabudu miungu. Miungu iko ya kila namna, inaweza kuwa ni uchawi, inaweza kuwa ni uganga, inaweza kuwa kila kitu, inaweza kuwa ni mtoto, inaweza kuwa ni mwanaume, amegeuzwa kuwa miungu. Paka na kuzueni kuja katika masuala ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Ndani ya siku hizi watu maelfu ambao watajisalimisha kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku ya kiyama bado wataurithi uzima wa milele kama Kristo anavyosema. Lakini bado katika Qur'ani tukufu inasema ukweli ya kwamba bado wataenda mahali pema, kule panaitwa peponi, ahira. Basi tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, asante jioni ya leo, umetujalia fadhili zako, watoto wako na waja wako waliosikia sauti hii kila kona na mazingira yanayotuzunguka. Asante kwa kutuita kuwa waja wako. Basi wale ambao wamekubali kuitwa watoto wako, wajalie fadhili zako na neema yako ya kutunza kutokuvuka mipaka yako. Umetuhusia mambo matukufu sana katika ulimwengu uliojaa taabu, ulimwengu uliojaa shida. Tunatamani kuhama katika ulimwengu huu. Ni usafiri gani tutatumia? Tutaenda kwa njia ipi? Basi Mwenyezi Mungu tunakuomba, tujalie maghfira yako, tujalie utunusuru katika dunia iliyojaa dhiki na taabu, kwa kuzishika amri zako na kwa kutokuvuka mipaka yako. Tupatie jina zuri, tupatie tabia njema, tufae tena kwa ajili ya serikali ya kimbingu, tufae tena kwa ajili ya kuitwa waja wako.
Jioni ya leo kati yetu, ikiwa yuko mtu mahali popote alikuwa akifanya akitumikia miungu, na jioni ya leo angependa kuisalimisha mikononi mwako, tunakuomba wewe uliye na uwezo, mjalie kufanya mapenzi yako, mnasue katika mitego ya mwovu ibilisi, mlinde na umtunze katika mikono yako iliyo salama. Asante kwa kuwa umetuweka huru, katika jina lako tunakuomba Mwokozi wetu, amina.